بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمة الله عليه رحمة واسعة: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. الناظم رحمة الله عليه akiendelea kutaja matukio yaliyotokea Madina mwaka wa pili Hijria, asema wawajabat fihi zakatul fitri, wawajabat fihi zakatul fitri. Na mwaka wa pili wa Hijria, mwezi wa Ramadhan, ndio iliwajibishwa zakatul fitr. Mwezi wa pili Hijria, mwezi wa Ramadhan, ama mwaka wa pili Hijria, mwezi wa Ramadhan, ndio ilifaradhisha zakatul fitr, ambayo ni sa'an min ta'amin, pishi moja ya chakula, ani saghiri wal kabiri wal dhakari wal untha wal hurri wal abdi, kwa yoyote, mdogo mkubwa, aliyoko huru, mtumwa, mwanamume mwanamke, wote wapaswa kutoa pishi moja ya chakula ambayo ni nisab ya amani qadri ya zakatul fitr. Na imeitwa zakatul fitr kwa sababu yafungamana na fitr, yafungamana na fitr katika mwezi wa Ramadhan, kule kufungua watoa ile zaka ikafungamanishwa na fitr, ndio ikaitwa zakat al-fitr. Kwa hiyo wawajabat fihi zakatul fitr, ikawajibishwa zakatul fitr katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa pili wa Hijria. Kisha akasema min ba'di badrin bilayali 10, min ba'di badrin bilayali 10, baada ya vita vya Badr kwa siku 10. Baada ya vita vya Badr kwa siku 10 ndio ilifaradhishwa zakatul fitr. Na vita vya Badr tulisema ilikuwa tarehe 17 mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo baada siku 10 itakuwa ni Ramadhani ya ngapi? 27. Kwa hiyo Ramadhani ya 27 ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahutubia umma wake na akawajibishia siku hiyo kutoa zakatu al-fitr. Alitoa khutba Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya Eid kwa siku 2 au 3, bimaana mwezi ukiwa waishia 30 ama 29. Kwa akatoa khutba Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawajibishia watu kutoa zakatu al-fitr, ambayo ni pishi moja ya chakula. Kisha akasema wa fi zakatil mali khulfun fadri, ama kwenye zakatul mal kuna khilaf, ilifaradhishwa lini, ilifaradhishwa lini. Wengine wakasema ni mwaka wa pili wa Hijra, yani huu mwaka ndio ilifaradhisha zakatu almal, zaka za mali. Na khilaf imesimama kwenye hili, na arjahul aqwali wallahu a'lam ni kwamba aslu fardhiha fi makkah jumlatan wa tafsilan fil madina. Asli ya zakatul mal ilifaradhishwa Makkah jumlatan, bila tafsil, yani bila kupambanua, ilifaradhisha tu zakatu almal. Kisha Madina huu mwaka wa pili ikafanywa nini? Tafsil, yani kwamba dhahab nisabu yake, bimaana huwezi kutoa zaka kama una dhahabu paka izungukiwe na mwaka kisha iwe imefika nisab. Nisab ya dhahab ni gramu
85. Nisab ya dhahab ni gramu 85, na nisab ya fidda ni gramu 595. Na sasa hivi fidda imeshuka, kwa watu wengi wajibika kutoa zaka, kwa sababu fidda gramu moja ni shilingi 81. Shilingi 81. Gramu moja ya fidda ni shilingi 81. Kwa hiyo ina maana 81 mara 595 ni ngapi? 1048. 1048. Kwa hiyo mtu akiwa na 1048 na zimezungukiwa na mwaka, yafaa kutoa nini? Zaka. Ni wajib kwake kutoa zaka kuanzia shilingi 1048. Wafaa mtu atoe zaka ikiwa zimeketi zimezungukiwa na mwaka. Na utatoa kiasi gani? Kiasi ni kwamba shilingi 2 kwenye kila shilingi 100. Ukitaka kupata hisabu 48 ama 1048, igawanyie kwa 40. Igawanyie kwa 40. Lile jibu utakalopata ndio kiwango cha zaka unachotakana kukitoa. Tayeb, kwa hiyo hii tafsil kwenye Madina ndio ikafanya tafsili ya aina hii, na kwenye mbuzi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia watu kwamba paka mbuzi hutoi zaka paka uwe na mbuzi 40. Paka uwe na mbuzi 40 watoa mbuzi mmoja, na wakifika mbuzi 120 watoa mbuzi wawili, na wakifika mbuzi 200 watoa mbuzi watatu, wakifika mbuzi 300 watoa 4, wakifika 400 watoa watatu. Hivyo kila 100 waongeza, baada hapo waongeza mbuzi mmoja mmoja. Ama kwenye zakat al-baqar ni ukifika ufikishe ng'ombe 30. Kwenye ng'ombe ni paka uwe na ng'ombe 30 paka 39. Ukiwa na idadi ya ng'ombe hao watoa tabia. Tabia ni ng'ombe ambaye ana mwaka mmoja yuelekea mwaka wa pili, huo ndio itwa tabia. Kwa hiyo wamtoa huyu ukiwa una ng'ombe 30 paka 39. Ukiwa na 40 paka 49 watoa musinna. Musinna ni ule ambao washaingia miaka 2, wa hakadha. Ama kwenye zakat al-ibil, kwenye zaka ya ngamia, hautoi zaka paka ngamia wako wamefika 5. Chini ya 5 hakuna zaka, na wakifika 5, kuanzia 5 paka 9 watoa mbuzi mmoja. Kuanzia 10 paka 14 mbuzi wawili, kuanzia 15 paka 19 mbuzi watatu, kuanzia 20 paka 24 mbuzi wanne, kuanzia 25 paka 29 ndio waanza kutoa bintu makhab. Huyu ni ngamia pia ambaye bado yuko mwaka mmoja, bintu makhab. Alafu kuanzia 30 paka 34 watoa bintu labun, kisha musinna, kisha jadha, wa hakadha. Kwa hiyo hii tafsil ikafanywa Madina. Na ama zaka za nini, za mimea, zaka za matunda, thimar na hubub, hizi ikiwa umefanya yani mvua imekuja ikanyeshezea, hukupata nguvu zako kutumia maji na mashini, ikaja tu mvua ikanyesha, mazao yako akatoka, basi watoa ushr 1/10 ya ile mazao uliopata. 1/10 ya mazao uliopata. Na ikiwa ulipata tabu ukafanya irrigation, ukanyunyuzia maji, ukapata kunukuu maji, ukaweka maji yako, yani si mvua ni maji, ukatumia mambolea, basi utatoa 1/20. 1/20 yani utaganya, yani nisfu ya ushur kwenye zakat al-thimar wal hubub.
Kwa hii ndio tafsil ilifanywa Madina. Kwa hiyo asah kwenye masala ya zakatul mal ni kwamba ilifaradhishwa Makkah jumlatan na tafsilan fil Madina, ilifanywa tafsil kwenye mji wa Madina. Kisha qala wamatat ibnatu an-nabiy al-barri, wamatat ibnatu an-nabiy al-barri, kisha mwaka huu ndio alikufa mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Ruqayya. Ruqayya alifariki mwaka wa 2 Hijria, mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam qabla ruju'i as-safri, yani kabla kurudi kutoka kwenye safari ya vita vya Badr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuatoka yuenda vita vya Badr, alimwacha Uthman, akamwambia Uthman, baki na Ruqayya mwanangu, kwa sababu ni mke wa Uthman radhiyallahu anhuma. Akamwambia baki na Ruqayya kwa sababu Ruqayya alikuwa ni mgonjwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akienda vita vya Badr, Ruqayya alikuwa ni mgonjwa sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia abaki kule, asitoke, amwangalie Ruqayya hali yake. Na aliporudi akapata kwamba ama akakuta Ruqayya radhiyallahu anha amefariki, radhiyallahu anha akafariki. Na kisha baada ya tukio hili zawjatu akasema wa ursu at-tuhri Fatimatin ala Ali al-Qadri, kisha akamwozesha Fatima mwanawe, akamwozesha Ali al-Qadri, yani mwenye manzila ya juu ambaye ni Ali radhiyallahu anhu, akamwozesha. Kwa hiyo tukio lilofuatia mwaka huu baada ya kufariki Ruqayya aliolewa Fatima. Kwa hiyo Fatima dadake Ruqayya hakudiriki harusi ya Fatima, aliolewa baada ya kufariki Ruqayya, akaolewa na Ali radhiyallahu anhu baada ya vita vya Badri. Tukio lingine lilotokea, wa aslama al-Abbas ba'da al-asri, kisha akaslimu al-Abbas. Abbas ni ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Abbas ibn Abdul Muttalib akaslimu baada ya vita vya Badr, baada ya kuwa ni mateka katika wale mateka 70 wa Kikureishi waliotekwa na Waislamu. Miongoni mwao alikuwa ni al-Abbas pia alitekwa mateka. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutekwa mateka, akamwambia inni muslimun. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Allahu a'lamu biislamika, Allah ndio ajua, si atujui kama wewe nani, ni Muislamu, ni ammi. Hakuna ubaguzi kwamba huu ni ammi yangu basi anashasema Muislamu acha nimtetee, la. Hii kuonesha uadilifu wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aambia inni muslimun, amwambia Allahu a'lamu biislamika, sisi hatujui hiyo. Kwa hiyo kama Muislamu Allah yajua, sisi twakuhukumu kwa zile hukumu za wenzako. Kwa hiyo akachukuliwa hukumu ya mateka kama wenzake, hakuachiwa huru baada ya kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam inni muslimun. Alimwambia Allahu a'lamu biislamika, lakini baada ya kuwa ameteka mateka kisha asahihi ndio akaslimu, akapiga shahada, akatamka na akawa Muislamu wa kikweli kweli. Na kila wengine wasema ni kweli alislimu kabla ya hapo, lakini alikuja na lile jeshi la washirikina kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mukrahan, kwamba alikuwa ni mukrah, kama amelazimishwa. Ana hofu nikisema la, mimi siwezi nikapigana na Mtume, Makureishi watafanya nini? Watamdhuru. Kwa hiyo alikuja lakini hataki, yani vile vita ameshiriki tu,
ilionekane naye yupo ili waweze kuhami mali zake kule Makka, kwa sababu wale waliotoka kuelekea Madina wakaacha mali zao, ambao hawana wenye kuhami mali zao zikaporwa na mali zao zikaweza kutumiwa na Makuraish. Hasa kuna wengine tutakuja kwenye kisa cha Hatib ibn Abi Balta'a, pia katika wale ambao walikuwa hawana mtu wa kuhami mali zao. Kwa hiyo akaogopa, wacha basi mimi nitoke na jeshi, lakini alikuwa ni mukra, hakutaka kutoka. Ndio maana aliposhikwa mateka akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana muslimun. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Allahu a'lamu biislamika. Kisha na pia amepokea al-Imam Ahmad kwenye Musnad kwamba pia alikuja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye, inni kuntu musliman qabla dhalika wa inna mastakrahuni. Inma kuntu musliman qabla dhalika wa inna mastakrahuni, mimi nilikuwa muislamu tangu hapo, lakini walinilazimisha, ikrah. Kwa hiyo akaslimu al-Abbas baada ya kutekwa mateka kwenye vita vya Badr. Kisha tukio lilofuatia, wa Qainuqa ghazuhum fil ithri wa ba'du dhaha yawm 'Eid an-Nahr. Wa Qainuqa ghazuhum fil ithri, Banu Qainuqa ni kabila la katika makabila ya Kiyahudi ambayo yalikuwa Madina, ni kabila katika makabila ya Kiyahudi yaliyokuwa Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina alifanya muahada na wao, muahada, wakaekeana mikataba kwamba hawatafanya nini, hawatamdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kudhuru yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawatashirikiana na Makuraish kwenye kuwapiga Waislamu. Wakaekeana mikataba hiyo makabila yote ya Kiyahudi, Banu Qainuqa na Banu Nadir na wengineo, wakaeka mikataba hii muahada, na kwamba hatutafanya chochote, lakini wakavunja ahadi kama ilivyo kawaida yao. Mayahudi si watu wa ahadi, wakavunja ahadi. Na wa kwanza katika Mayahudi kuvunja ahadi ni hawa Banu Qainuqa. Hawa Banu Qainuqa walivunja ahadi waliowekeana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawasaidia Makuraish kwenye kupiga Waislamu, na pia kwenye vita vya mbele Ghazwatu Sawiq tataja sasa hivi kwamba walimsaidia Abu Sufyan. Kwa hiyo baada ya vita vya Badr walifanya usaidizi wa Makuraish kuwapiga Waislamu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akawazunguka pale wanapoishi. Jua zamani ilikuwa kila kabila laishi sehemu moja, kila kabila sehemu fulani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazunguka Banu Qainuqa siku 15, hakuna kutoka mtu. Wanaje uzungukwe na KDF hapa mwanzoni, hakuna kutoka mtu, yani kama ile ilitoke Kibokoni kule. Lakini ile ni afadhali, ile watu walikuwa penya, sio? Hii alikuwa hakutoki mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazunguka na jeshi Banu Qainuqa, hakutoki mtu. Ni dhiki, paka wakamuogopa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuogopa jeshi la Waislamu, kwa sababu si mchezo kupigana na watu ambao ukimuua yeye watafuta pepo. Yani akikuua yeye kwake ni izza, ni sharaf, na ukimuua yeye kwake ni janna. Kwa hiyo zote mbili kwake ni khairi, lakini wewe huna chochote, unachotafuta ni dunia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazunguka siku 15 mpaka nusu ya mwezi wa Shawwali. Walipoogopa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatoa nje ya Madina. Tokeni, hamruhusiki tena kuketi ndani ya Madina. Wakatolewa, ndio wakaanza kuzurura. Ni wazururaji, hawana sehemu maalum,
hawana sehemu maalum. Kila mahali walipoenda, hata ukisoma tarehe, hata walipoenda kwa manasara pia walikuwa wakifukuzwa. Ni watu ambao hawana tarehe ya sehemu, wao kila endapo hufukuzwa tu, ni wazururaji. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatoa, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kumalizana nao, kuwaua wale ambao wametetea Makuraish, lakini akaja Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yule mkubwa wa wanafiq, akawatakia shafaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amedhihirisha Uislamu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni munafiq, lakini kwa dhahira amedhihirisha ni nani? Ni Muislamu. Kwa hiyo akakubali shafaa yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sharti watoke Madina. Si waui, lakini waondoke hapa. Madamu wamevunja mikataba tuliowekeana, basi waondoke. Kisha baada ya tukio hili, ba'du dhaha yawma Eid an-Nahri, baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao sasa itakuwa ni mwezi wa ngapi? Mwaka wa 3. Baada ya Ruqayya akaanza matukio ya mwaka wa 3. Mwaka wa 3 Dhulhijja ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kufanya nini? Kuchinja. Alichinja udhiya. Na hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akachinja udhiya, akaenda akasali kwenye musalla na Waislamu, akachinja mbuzi wawili, na wengine wasema hapa alichinja mbuzi mmoja, na hapa ndo ilianza shaira hii ya kuchinja. Shaira hii ilianza katika mwaka wa 3 Dhulhijja, katika mwaka itakuwa haijafika Dhulhijja ndio mwezi wa mwisho, kwa itakuwa ni mwaka wa ngapi? Wa 2. Sababu gani nimesema mwaka wa 3? Kwa sababu ulama tarikh wana khilafu kwenye kuhesabu miaka, kwa ajili je, watu waanze kuhesabu kuanzia matukio ya Muharram ndio mwanzo wa mwaka, ama Rabiul Awwal? Wazi? Je, ni Rabiul Awwal ama Muharram? Yani Rabiul Awwal. Kwa nini Rabiul Awwal? Kwa sababu kuanza kuhesabu mwezi alioingia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, sababu ni mwaka wa Hijria, na mwezi alioingia ni Rabiul Awwal. Je, tuhesabu Rabiul Awwal paka Rabiul Awwal ni mwaka, ama Muharram paka Dhulhijja ni mwaka? Lakini ambo jazama bihi akthar almuarrikhin kwamba wahesabu kuanzia Muharram. Kwa hiyo itakuwa ni mwaka wa 2, mwezi wa mwisho wa Dhulhijja, mwaka wa 2 ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyochinja kichinjo udhiya. Kwa hiyo kichinjo, shaira hii ya kuchinja ilianza mwaka wa 2 Dhulhijja, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alichinja. Kisha wa ghazwatu sawiqi thumma qarqara wal ghazwu fi thalithati al mushtahira, kisha ikaanza matukio ya mwaka wa 3 baada ya Dhulhijja, ikaanza ghazwa nyingine inaitwa ghazwatu as-sawiq. Na hii ghazwatu as-sawiq vita vya uji, maana yake vita vya uji. Kwa nini viliitwa vita vya uji? Kwa sababu Abu Sufyan alipomaliza vita vya Badr, kwa ile hazima walioipata na kushindwa na kudhalilisha, wakauliwa, wakapigwa, wakatekwa mateka, siku ambayo Allah alinusuru Uislamu na Waislamu, akaika ahadi Abu Sufyan kwamba sitatia kichwa changu maji mpaka nilipize. Sitatia kichwa changu maji mpaka nilipize. Siwezi kubali, hatuwezi kubali rahisi kwamba tumeshindwa na Muhammad. Kwa hiyo mimi sitii kichwa changu maji mpaka nilipize. Mwaka wa 3 Hijria akarudi Abu Sufyan pamoja na mafaris 200, kajipanga na jeshi lake na mafaris 200, watu wenye mafarasi 200. Wakaja Madina kwa njia ya Najd, wakaja kwa upande wa sharq ya Madina,
east ya Madina, wakaja kwa upande wa sharq ya Madina, wakaja kwenye mji wa Mayahudi ambao huitwa Al-Uwaid ama afwan Al-Uraid, wakaja kwenye mji wa Madina unaoitwa Al-Uraid, na paka leo paitwa Al-Uraid, paka sasa hivi hapa sehemu paitwa hivyo hivyo Al-Uraid. Wakaja na hapa ilikuwa ni sehemu ya Mayahudi, wakaja kwenye hii sehemu wakashuka kwa Sallam ibn Mishkam. Sallam ibn Mishkam, na huyu alikuwa ni katika Mayahudi, Sallam ibn Mishkam. Kwa hiyo Abu Sufyan wakashuka kwa huyu ndo akawasaidia. Angalia Mayahudi wameweka mikataba wasivamie mtume wala masahaba wala wasisaidie washirikina, wakavunja mkataba. Sallam ibn Mishkam ndo akawasaidia kina Abu Sufyan. Kina Abu Sufyan wakafanya nini? Wakaua mifugo ya Madina, na wakampata kijana mmoja wa Kiansar na mwenzake, wakawaulia mbali, wakafanya ufisadi, wakaua mifugo, wakateka baadhi ya mifugo. Wao wamekuja kivita, lakini habari ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakimbia. Waliposikia jeshi la Mtume sallam laja, wakakimbia. Jeshi la Mtume wakatoka kuwadiriki, wakawa sasa wakimbia. Sasa mafarasi ama wale mangamia waliokuwa wako nao, mizigo ni mingi, na kila mizigo ikiwa mingi farasi hawezi kwenda mbio nyingi, inabidi sasa wapunguze mizigo ili wapate kukimbia. Sasa katika mizigo mingi waliopunguza ilikuwa ni viriba vya uji, ilikuwa ni uji mwingi sana wamebeba. Sasa ndio masahaba, ilikuwa ni uji wa ngano, uji wa ngano. Sasa masahaba ridwanullahi alayhim walipata ghanima nyingi sana ya uji ama fai nyingi ya uji. Ndio hivi vita vikaitwa ghazwatu as-sawiq, vita vya uji. Kwa hiyo wakakimbia hawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwapata, wakakimbia. Nakila kwamba walikimbia kwa njia ya sahil, ya pwani, si njia maarufu, wakakimbia kwa njia ya pwani ili wasijulikane, wakakimbia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwadiriki. Kwa hiyo ghazwatu sawiq thumma qarqara. An-Nadhim hapa akasema thumma qarqara, akafanya ghazwatul qarqara ni vita vingine tofauti na ghazwatu sawiq, na usahihi wallahu a'lam ghazwatu sawiq ndizo hizo ghazwatu al-qarqara, kama alivyosema Ibn Kathir, yaitwa al-qarqara ama al-qarara, yote ni majina ya ile sehemu walioshukia, pia yaitwa qarqara, qarqaratul qudr, qarqaratu al-qudr, kwa sababu pale sehemu kulikuwa na ndege wingi wenye rangi ya kama njano, ndio kaitwa qarqaratu al-qudr. Kwa hiyo usahihi kwamba hii ni vita vimoja, na wengine wakasema hii ni ghazwa, kwamba ghazwatu sawiq ilikuwa Dhulhijja na hii ilikuwa Muharram, lakini hii ghazwatu sawiq ndio hii ghazwatul qarqara ambayo ilitokea mwezi gani? Wa Muharram, mwezi wa Muharram, mwaka wa ngapi? Wa 3 Hijria, ndio vilitokea hivi ghazwatu as-sawiq ama vita vya uji, kama alivyosema An-Nadhim fi thalithati al-mushtahira, fi thalithati al-mushtahira, katika mwaka wa 3 Hijria. Haya matukio haya tuliyotaja yatatosha insha Allah kwa leo, kisha tutakuja kutaja Ghatafan na Bani Sulaim biidhnillah kwenye kikao kinachokuja, ni ghazwatu Ghatafan na ghazwatu Bani